Leo nataka kuizungumzia Marekani, jinsi ambavyo inajiona yeye ndio special. Kuna maneno ama mijadala ambayo inaendelea hivi sasa kutokana na gonjwa hatari la Ebola, ugonjwa wa Ebola. Marekani imesema ya kwamba watatengeneza kituo maalum nchini Kenya, kwa maana watatengeneza kama kituo maalumu nchini Kenya ambacho kitakuwa kinawapokea wagonjwa wa Ebola na kukaa katika kituo hicho, kwa maana akipatikana mtu yoyote hapa duniani mwenye ugonjwa wa Ebola anasafirishwa kupelekwa Kenya. Kama mtu huyo amepatwa na Ebola nchini Kongo ama Uganda ama Malawi ama Mozambiki ama Sudani, hata kama amepata nje ya Afrika, Asia, Israeli, hata Marekani, kwamba mtu amepatwa na ugonjwa huko Marekani wa Ebola, aletwe Kenya kwenye kituo cha wagonjwa wa Ebola Kenya. Hivi Marekani inatuona sisi wa Afrika ni maviao? Marekani wanatuchukuliaje sisi? Kwamba wao ndio special kabisa, hawapaswi kupatwa na jambo lolote lile baya, isipokuwa Waafrika uko Afrika Mashariki ndio wanaopaswa kupatwa na jambo baya. Kwa nini hawamtaki mgonjwa wa Ebola apelekwe Marekani, wakati Marekani ndio wana miundombinu, wana mahospitali mazuri, wana madawa mazuri, madaktari bingwa? Kwa nini kama wana uwezo huo wasitengeneze kituo cha wagonjwa wa Ebola nchini Marekani ili wakapate matibabu mazuri? Wanaogopa kufanya nini? Kwamba ule ugonjwa kusambaa, wanaogopa wasiambukizwe na ugonjwa wa Ebola. Je, Wakenya ndo wako tayari kuambukizwa? Wakenya ndo wanataka waambukizwe na ugonjwa wa Ebola? Jamani, hivi Marekani wanatuchukuliaje sisi wa Afrika? Wa Marekani wanatuchukuliaje sisi wa Afrika? Mbona wanatupanda sana kichwani? Mbona wanatuchezea sana? Kenya, kama mtakubali, mtakuwa na nyinyi pia, kwa sababu hamwezi mkakubali kuua wananchi wenu. Eti Marekani wamesema atengeneze kituo Kenya. Kwa nini wasitengeneze kwao? Na kama wanaogopa huo ugonjwa kusambaa, kwani Kenya ndio hausambai? Ama Kenya ndio wanastahiki kusambaliwa na ugonjwa wa Ebola? Marekani kwamba mtu yote akiugua, akipatwa na ugonjwa wa Ebola apelekwe, asafirishwe kwenda nchini Kenya. Huu ni ujinga na upumbavu wa hali ya juu. Huu ni ujinga na upumbavu wa hali ya juu. Sasa hapa ndio tunapata hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuamrisha usafi na kujilinda na aina yoyote ya mambo yanayoleta magonjwa hatarishi kama ugonjwa wa Ebola. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha katika Qur'ani pale ambapo Kabil na Habil walipogombana, Kabil akamuua Habil. Sasa Kabil akawa hajui amfanye vipi yule Habil baada kuwa ameshafariki. Mwenyezi Mungu asema fabatha al-ghuraba, akamtuma kunguru, yabhathu fil ardhi, anatifua, akawa anachimba chini ya ardhi, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, ili amuonyeshe Kabil namna atakavyomstiri ndugu yake, atakavyomstiri au atakavyoustiri mwili wa ndugu yake.
Kabili alipoona kunguru akitifua chini ya ardhi, maana walikupea baada ya kuwa Kabil na baada ya Kabil kumuua Habil, akawa hajui cha kumfanya ndugu yake afanye nini. Basi Mwenyezi Mungu akatuma kunguru pia, wakapigana pale, kunguru pia akamuua mwenzake kama vile Kabili alimuua ndugu yake. Kisha kunguru alipomuua mwenzake, sasa yule kunguru akaanza kuchimba chini ya ardhi, akachimba, akamweka ndugu yule kunguru mwingine aliyekufa, akamfukia. Kabili akasema ya wailata, masikitiko yangu mie, ole wangu mie, ajaztu an akuna mithla hadha, nimeshindwa kuwa mfano wa huyu kunguru, nikaweza kumstiri ndugu yangu. Lakini pamoja jilaumu, pia alifanya hivyo, akamstiri ndugu yake. Kwa Qur'ani inatufundisha namna gani ya kuzika maiti. Kwa nini nimezungumzia maiti hapa? Kwa sababu mara nyingi chanzo cha ugonjwa wa Ebola huwa unatokea Kongo, na Kongo huwa kuna mauaji, watu wanauana sana. Sasa unakuta maiti imetapakaa kila mahali, imeoza, yatoa harufu ya. Sasa ile maiti kutapakaa, kuna na ile harufu na jinsi hali ya hewa nini husababisha kuleta maradhi, ndio chanzo pia. Uchafu ni chanzo cha ugonjwa wa Ebola. Uchafu ni chanzo cha ugonjwa wa Ebola. Sasa tukiwa tuko makini katika kulinda miji yetu, kuisafisha miji yetu na kuto kuuana ovyo, maana tutasababisha janga jingine kama mfano wa ugonjwa wa Ebola. Hivi sasa yasemekana kwamba ugonjwa wa Ebola umeanzia Uganda. Na Uganda, kwa nini Uganda ugonjwa wa Ebola imeanzia Uganda? Kwa sababu Wakongo wengi wanaochimba madini, dhahabu, huwa urahisi wao ni kwenda Uganda. Masoko yao na mahala pao pa kuingia ni Uganda. Ni kama vipi? Ni kama sisi ambavyo tuko Tanzania na Kenya. Mtu yote Mtanzania ni rahisi, yani mambo yake mengi ni anaingia, au jambo lote akitaka kulifanya lazima aingie nchini Kenya, au Kenya anaingia Tanzania, hawezi kwenda South Africa. Kwa hiyo urahisi wa Wakongo ni Uganda, ndipo anapoenda kufanyia mambo yao, kama kuuza madini, kutafuta masoko, kufanya chochote kile. Na ndio maana Wakongo wanapoingia kule, na chanzo cha ugonjwa wa Ebola kutokea Uganda, lakini asili yake ni wapi? Ni Kongo, ambako watu wanauana ovyo. Kwa hiyo jamani, tunajifunza. Mtume sasa pia amethibitisha akisema, asri'u bil janaza, liharakisheni jeneza. Hapa janaza limetajwa, janaza akusudiwa yule maiti aliyekuwa ndani ya jeneza, kwamba mpelekeni haraka mkamzike. Kwa nini haraka? Ni kujiepusha na baadhi ya mambo kiafya na mambo mengine. Kwa hiyo usafi na kujilinda na baadhi ya mambo kiafya ni kitu muhimu sana, na ndio maana miji ambayo imeendelea kwa usafi ni vigumu kusikia kumepatikana ugonjwa wa Ebola. Ugonjwa wa Ebola hupatikana katika miji ambayo hawajali usafi, ni michafu na kuuana kwingi, ndiko ugonjwa wa Ebola unapotokea. Kwa hiyo ninaomba jamani, tupendane si wenyewe kwa wenyewe, tujaliane. Kuuana hakuna faida. Utakapoua mtu mmoja katika hii ardhi, malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa sana dhidi yako. Kama si hapa duniani, kesho akhera utadaiwa. Akatalta nafsan bighairi alhaqi, unaua mtu pasi na sababu yoyote na kosa lolote. Jamani, wa Kongo, Kenya, Uganda, East Africa, tupendane jamani. Sisi wa Afrika tuwe kitu kimoja, tuilinde miji yetu,
Tuipende miji yetu iwe misafi kwa ajili ya watoto wetu na vijana wetu. Kwa hiyo kitendo cha Marekani kusema ya kwamba itatengeneza kituo nchini Kenya, mgonjwa yoyote wa ugonjwa wa Ebola atapelekwa Kenya, kwa kweli ni kutukosea adabu, ni kutukosea adabu, kwa sababu inaonekana hata kama mtu amepatwa ugonjwa huko Israeli, amepatwa ugonjwa wa Marekani au Uingereza, amepatwa ugonjwa wa Ebola, apelekwe Kenya. Kwa nini asiletwe Marekani? Nyinyi ambao mnajiona ndio taifa kubwa, mna kila kitu, ndio kuna madawa makubwa, madawa yatapelekwa huko Kenya. Kwa nini yasifanywe huko kwenu? Tujiangalie na tujitathmini. Wamarekani wanajiona wao ni special sana kuliko wengine, lakini Iran itawafundisha nyinyi. Wairani watawafundisha adabu, Wairani watawafundisha adabu tena sana. Wairani watawafundisha adabu tena sana. Sina mengi, haya ndio nimeamua kuyazungumza ili mradi tu kujiweka kwamba na sisi tujipende. Ahiba linasi ma tuhibbu linafsik, mpendelea mwenzio apate kile unachokipendelea upate wewe mwenyewe. Yaani usipende wewe ndio upate mwenzako akose. Vile unavyopenda nafsi yako ipate, basi penda mwenzio pia apate hivyo hivyo. Usimtakie mwenzio mabaya hata siku moja. Dini imekataza jamani, dini imetufundisha, na ndio maana kusoma Uislamu, kusoma dini ni kitu muhimu sana. Inatufundisha mambo mengi sana, inatutoa katika yaani dini, kujifunza dini ya Uislamu ni sababu ya kuondoka katika janga kubwa la mateso na shida na dhiki. Tuwasomeshe watoto wetu dini, tuwafundishe watoto wetu dini, utakuja kuishi maisha ya amani na mazuri na salama. Tusidharau. Kama wewe ni Muislamu, msomeshe mtoto wako dini, wallahi utapata malipo makubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msomeshe dini yake, aijue Qur'ani, ahifadhi Qur'ani, ahifadhi hadithi, ajue fiqhi, ajue nahwu, sarfa, ajue balagha, ajue mantiq, ajue mirathi, masomo ni mengi. Ajue miqati itakufundisha kujua nyakati za swala, nyakati za kufunga na kufungua,